Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Nikukaribisheni tena kwa tafakari ya neno la Mungu, mfululizo wa tafakari ya neno la Mungu ambazo tumekuwa tukuleteni tafakari hizi kwa ajili ya kutusaidia kumfahamu zaidi Kristo kupitia neno lake na kuishi kadiri ya mapenzi ya Mungu. Tafakari hii ni ya Jumapili ya 20 ya mwaka A wa Kanisa. Mada kuu ambayo ningependa kushirikisheni ni hii: ewe mama, imani yako ni kubwa, tuwe na imani imara kama ya mama huyu Mkananayo. Ewe mama, imani yako ni kubwa, tuwe na imani imara kama ya mama huyu Mkananayo. Ndugu yangu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 56 aya ya kwanza na aya ya 6 mpaka ya 7. Katika somo hili la kwanza, nabii Isaya anatukumbusha kwamba Mungu si Mungu wa taifa moja tu, bali Mungu wa watu wote, makabila yote, mataifa yote. Wote wanaomtafuta kwa moyo wa kweli wanakaribishwa katika nyumba yake ya sala na kupokea wokovu wake. Ujumbe huu, ndugu yangu, unafanana na ujumbe ambao utaukuta katika Injili. Yesu anamponya mtoto wa mama ambaye si Myahudi. Mama huyu alikuwa ni Mkananayo. Yesu anavuka mipaka ya Kiyahudi. Anatuonesha kwamba amekuja kwa ajili ya watu wote. Ndiyo maana hata mimi na wewe tumepata kumjua Kristo. Mimi na wewe si Wayahudi. Hakuna ukabila hapa mbele ya Yesu, rangi, utaifa, lugha. Kinachotuunganisha mimi na wewe pamoja ni imani katika Bwana wetu Yesu Kristo. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 11 aya ya 13 mpaka ya 15 na aya ya 29 mpaka aya ya 32. Mtume Paulo katika somo hili anatufundisha kuwa zawadi na mwito wa Mungu havibadiliki. Zawadi Mwenyezi Mungu aliyotuletea imani, mwito wa Mungu havibadiliki. Mungu anataka kuwaonesha watu wote huruma yake ili kila mmoja apate nafasi ya kuokolewa. Kila mmoja apate nafasi anayemwamini. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, Injili ya leo ambayo ningependa zaidi nijikite hapo, inatupeleka katika eneo la Tiro na Sidoni, nje ya mipaka ya Kiyahudi ya Israeli. Huko Yesu anakutana na mama Mkananayo ambaye binti yake alikuwa anateswa sana na pepo. Mwanamke huyo anamfuata Yesu akilia, nihurumie Bwana, mwana wa Daudi, mponye mtoto wangu anayeteseka kwa ajili ya pepo huyu mchafu. Kilichovutia si tatizo lake pekee, bali namna alivyolikabili tatizo hilo la mtoto wake. Alimwendea Yesu akiwa na imani kubwa sana. Pengine alishasikia na kuona Yesu anaponya. Anajua kwamba Yesu atamponya mtoto wake. Ndiyo maana Yesu pale mwishoni, baada ya kuwa na mazungumzo na yule mama, kwa sababu mwanzoni Yesu hakutaka kwanza kama kumsikiliza, ni kama alimpotezea hivi, tukitumia lugha ya kumpotezea, kama alikaa kimya hivi. Baadaye akasema siwezi kuchukua chakula cha watoto nikawapa mbwa. Lakini mama anasitizia na imani, anazidi kuomba. Ndiyo maana Yesu akasema hivi, ewe mama, imani yako ni kubwa, na itendeke kama unavyotaka, na mtoto wake akapona. Leo nataka nikushirikishe mambo matatu. La kwanza, imani ya kweli haikati tamaa. Tunachojifunza kutoka kwa mama huyo,
Mwanamke huyu alipoanza kumwomba Yesu hakupata jibu la haraka. Injili inasema Yesu hakumjibu neno. Wengi, mimi na wewe, pengine tungeliweza kuachia hapo Yesu alipokaa kimya bila kutoa neno lolote. Na ndiyo maana kwa mfano tunaposali kwa muda mrefu bila kuona matokeo, mara nyingi tunaanza kujiuliza, je, Mungu ananisikia kweli? Make baadhi yetu tunapenda tunaposali tupate jibu hapo hapo. Kama mtu anaenda kwenye bomba ya maji, anafungua hivi, maji yanamwagika kwenye ndoo. Anachukua kadi yake ya benki, anaweka namba ya simu, pesa, manoti yanaanza kutoka, yanatoka. Ndivyo tunavyotaka sala zetu mbele ya Mwenyezi Mungu ziwe hivyo. Lakini mwanamke huyu hakurudi nyuma, pamoja na kwamba Yesu alikaa kimya. Ukimya wa Yesu haukuua imani yake, haukufanya imani yake iumbe. Yule mama aliendelea kuomba. Kumbe ndugu yangu, hata katika maisha yetu kuna nyakati ambapo Mungu ni kama anaonekana yuko kimya. Tunaomba uponyaji, kazi, amani katika familia yetu, mafanikio ya watoto wetu, au suluhisho la matatizo yetu, lakini majibu yanaonekana kutopatikana haraka. Injili ya leo kupitia hasa mama huyu Mkananayo inatufundishwa kuwa ukimya wa Mungu si kukataliwa na Mungu. Mara nyingi ni nafasi ya kuikuza imani yetu. Mungu anataka tuendelee kumtafuta hata pale ambapo hatuoni ishara za haraka za msaada wake. Kitu cha pili, imani ya kweli ni ya unyenyekevu. Yesu aliposema maneno magumu kwa mama huyu, yalikuwa magumu, kwamba siwezi kuchukua chakula cha mbwa nikawapa watoto. Kuchukua chakula cha watoto nikawapa mbwa. Yesu aliposema maneno magumu hayo, kwanza hata na kule kukaa kimya kwanza kwa mwanamke huyu mwanamke hakukasirika wala kujitetea kwa kiburi. Badala yake alisema hivi, naam Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yanayoanguka kutoka mezani mwa mabwana zao. Maneno haya yanaonesha kwamba mama huyu alikuwa na moyo wa unyenyekevu wa ajabu. Mara nyingi tunapomwendea Mungu tunafikiri kwamba tunastahili kupata kila kitu kwa sababu ya mema pengine tuliyoyafanya, lakini mwanamke huyu alijua kuwa kila neema ni zawadi. Kila kitu tunachojaliwa na Mwenyezi Mungu ni zawadi, gratis, ni zawadi ya bure, ni neema, hatustahili, hata kama tungelikuwa tunaonekana watakatifu kiasi gani. Kwa hiyo kama unafikiri labda mafanikio unayokuwa nayo ya kiroho, ya kimwili katika maisha yako kwamba ni kwa sababu wewe ni mwema mbele ya Mwenyezi Mungu, unakosea. Yote ni zawadi na wala hatustahili. Huyu mama aliomba si kwa madai au mastahili, bali kwa tumaini. Katika maisha ndugu yangu, Mwenyezi Mungu huwainua wale walio wanyenyekevu. Mtu anayekiri udhaifu wake na kumtegemea Mungu hupokea neema nyingi kuliko yule anayejiona anajitosheleza. Mtakatifu Agustino aliwahi kusema hivi, mlango wa moyo wa Mungu hufunguliwa kwa ufunguo wa unyenyekevu. Narudia, mlango wa moyo wa Mungu hufunguliwa kwa ufunguo wa unyenyekevu. Akitaka kusema kwamba tukiwa wanyenyekevu ni kama mlango wa Mungu tunaufungua, tunaweza kuingia ndani yake Mwenyezi Mungu. Kitu cha tatu tunachojifunza, imani ya kweli huona huruma ya Mungu kuliko vikwazo. Imani ya kweli huona huruma ya Mungu kuliko vikwazo. Yule mama alikumbana na vikwazo. Kwanza Yesu kaa kimya, kumpa jibu la kwamba huwezi kuchukua chakula cha watoto ukawapa mbwa. Wanafunzi wale wa Yesu wakataka kumfukuza yule mama. Kwa nje kulikuwa na sababu nyingi kweli, kama nilivyosema, kwa mwanamke huyu kukata tamaa. Lakini pia alikuwa si Myahudi, alikuwa mwanamke katika jamii iliyowabagua wanawake. Alikumbana na ukimya wa Yesu kama nilivyosema.
alipingwa hata na wanafunzi wa Yesu, lakini hakutazama vikwazo, alitazama huruma ya Kristo. Alijua kuwa ndani ya moyo wa Yesu kuna nafasi ya rehema hata kwake yeye mama huyo. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, mara nyingi tunashindwa kwa sababu tunavitazama sana vikwazo vyetu. Kama injili ya Jumapili iliyopita, mnakumbuka Petro alipomwambia Yesu akiwa anatembea juu ya maji akasema, niamuru na mimi nije kwako. Petro akaanza kutembea juu ya maji, lakini baadaye alipoona mawimbi ya maji akaogopa, akatoa macho kwa Yesu akazama. Aliangalia wimbi Petro, aliangalia hofu ile, vikwazo vile vya mawimbi. Kumbe na sisi mara nyingi tunashindwa kwa sababu tunavitazama vikwazo baada ya kumtazama Mwenyezi Mungu. Pengine tunatazama dhambi zetu. Watu wengine anasema dhambi nilizonazo, kwanza Mungu inawezekana na hasira na mimi, hakuna hata haja ya kwenda kanisani au kupiga magoti ndani ya nyumba yangu kusali. Au mtu anasema historia yangu ilivyo. Hapana. Au watu wengine tunawahukumu wengine, huyu bwana historia yake kwanza ni Mkristo hoi, au mwingine tunasema Mkristo safi. Au tunaangalia kushindwa kwetu huko nyuma, tunaangalia madhaifu yetu au maoni ya watu ambao wanayo juu yetu. Lakini Injili inatukumbusha kwamba huruma ya Mungu ni kubwa kuliko mapungufu yetu. Hakuna mtu aliye mbali kiasi kwamba hawezi kufikiwa na neema ya Mwenyezi Mungu. Yesu ameisifu sana imani ya mwanamke huyu Mkananayo. Katika Injili Yesu mara nyingi alikuwa anawaambia watu, kwa nini mna imani haba? Hata wanafunzi wake alishawahi kuambia wale mitume. Lakini leo Yesu anasema imani yako ni kubwa kwa huyu mama. Ni sifa kubwa sana kutoka kwa Yesu mwenyewe. Usifiwa na Yesu mwenyewe, Mungu mwenyewe, kwamba imani yako ni kubwa. Kwa kweli huyu mwanamke ana bahati kubwa sana. Sisi tunaweza tukawasifia wenzetu kwa kuangalia kwa nje waliofanya wanavyoonekana, lakini Mungu mwenyewe akwambia imani yako ni kubwa. Huyu mwanamke ana bahati kubwa sana. Ni sifa kubwa sana kutoka kwa Yesu mwenyewe. Lakini cha kushangaza ni kwamba sifa hiyo haitolewi kwa mtume wala kwa mwalimu wa sheria wala kwa kuhani, bali kwa mwanamke wa mataifa mengine ambaye aliamini kwa moyo wake wote. Na hii inatufundisha kwamba mbele za Mungu jambo muhimu si cheo chetu wala historia yetu, bali ni ukubwa wa imani yetu. Katika dunia leo kuna watu wengi wamekata tamaa katika ndoa zao, afya zetu, katika maisha ya kiroho. Lakini pengine kwa maombi yetu yasiyosikiwa, tunayofikiri kwamba Mwenyezi Mungu hajayasikia, bado hajaamua Mungu mapenzi yake yatimizwe. Injili ya leo inatuambia kwamba usikate tamaa. Endelea kumwendea Yesu, endelea kuomba, endelea kuamini, endelea kutumaini. Mwanamke huyu Mkananayo alipokea muujiza si kwa sababu alikuwa mkamilifu, bali kwa sababu aliendelea kushikilia imani yake hata katika mazingira magumu. Mungu akubariki. Na kama kweli tafakari hii imekugusa na imani imekugusa, usisahau kama bado uja subscribe, angalia kwenye simu yako hapo kuna neno subscribe, gusa kama bado. Lakini vile vile share, washirikishe wengine habari hii, ndugu zako, marafiki zako, ili neno la Mungu lizidi kuenea na tuzidi kupata huruma ya Mwenyezi Mungu. Nikutakie Jumapili njema, tuendelee kuombeana. Tumsifu Yesu Kristo.